Karibu mpenzi mtazamaji katika mwendelezo wa darasa letu la kuzungumzia namna kutengeneza applications za simu kwa kutumia Android Studio. Katika somo letu leo tutaangalia namna kubadilisha app icon, yani application icon. Tutabadilisha vipi application icon kwenye application yako. Kwa hiyo kama tulivyoona application yetu tuliotengeneza, tutakuja kuiona hapa namna kubadilisha application icon, la kila muda kujulishe icon ni zipi. Kwa mfano unaona hii application hapa inaitwa Root Explorer na hii ndio icon yake. Application hapa inaitwa Play Store na hii ndio icon yake. Application hii inaitwa Browser na hii ndio icon yake. Kwa hizi ndio icon. Sasa namna gani utaweza kubadilisha icon? Icon inaweza ikawa katika picha, icon inaweza ikawa katika text, au icon inaweza ikawa katika clip art. Kwa hiyo hebu tuone namna kubadilisha icon kulingana na matumizi yetu. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha icon unakwenda hapa kwenye app, ukifika hapa una right click. Ukisha right click kuna menu nyingine itatokea. Na right click hapa. Okay, una right click hapo, kisha menu hii hapa imetokea. Kisha tokea hapa unakuja kwenye image asset, una click hapa. Kisha click hapo kwenye image asset, itakuja ukurasa mwingine ambao hapa utatengeneza icon yako. Kwa hiyo kitu cha kujiuliza sasa, je, unataka icon yako iwe image ama unataka icon yako iwe ni text? Kama unataka icon yako iwe image, una click hapa kwenye image, unaiload huko iliko. Kwa mfano unakwenda kwenye kompyuta yako unatafuta image. Kwa mimi image ziko hapa. Kwa nime click hapa, una click hapa napata image hiyo hapo utakayoonekana hapo. Kwa hiyo nimepata image hiyo. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha unakuja tena hapa kwenye image, unakuja hapa, una click, unakwenda kutafuta image hiyo, kufona chukua image hiyo hapo. Kwa au kama unataka application yako icon iwe ni text, unakuja hapa kwenye text, unakuja andika text ambayo unahitaji. Kwa hiyo hapo kwa mfano mimi nataka hii hapa shaandika application yako. Kwa hiyo unaweza kubadilisha pia jina ukaweka application yenu, kwa mfano application yenu. Halafu pia unaweza kubadilisha rangi ya hayo maandishi. Kwa mfano nataka rangi ya maandishi nyekundu kama hivyo hapo nimeshabadilisha. Je, unataka background kuweje? Background kuwe na text, kuwe na image au kuwe na color? Nataka background kuwe na rangi. Kwa nachagua rangi ambayo nataka iwe background. Mathalan nataka rangi hiyo iwe ndio background. Kwa hiyo unataka umbo gani? Hii ndio icon yako launcher. Kwa hiyo unataka iwe na umbo gani? Nataka iwe na umbo la cycle duara, naika hapo. Ishakuwa duara. Sasa hii rangi ndio background. Kwa kuwa tumeweka application image, tunataka kutumia image, tumetumia text. Kwa hiyo ukitaka image unakuja hapa foreground, unakuja hapa kwenye image, unaweka image unayotaka wewe. Ukitaka clip art unakuja kwenye clip art, unatengeneza clip art kama ipo, au unachagua kwa kompyuta yako unakuja kuweka hapa. Ukitaka text unakuja kwa text, unakuja kuandika hapa. Kisha unafanya next, unakwenda next hapo. Utaambiwa to some file shown in the red will overwrite existing. Haya mafaili yote yako katika alama nyekundu yako maili. Kwa hiyo yata override, una finish hapa. Tumesha finish, tunakuja hapa tunaangalia hayo mafaili yaliyojirudia. Kwa hiyo kwa mfano hapa kuna faili iliyojirudia, tunaacha. Hapa kuna faili iliyojirudia. Unaangalia tu haya maneno kama yamefanana, unaona hajafanana kwa hamna yaliyojirudia. Unakuja hapa hakuna yaliyojirudia. Kwa hiyo yaliyojirudia bila shaka ni mafolder kama unavyoona hapa. Folder hili liko peke yake, lakini folder hili na folder hili yako sawa. Kwa hiyo folder moja hapa jirudia. Kwa hiyo tuangalie icon yetu ipo folder lipi. Hii sio icon yetu. Kama unavyoiona hapo, hii sio icon yetu. Icon yetu bila shaka itakuwa ni hii hapa, ni hii ilikuwa ndio icon yetu. Kwa hiyo hili halipo. Kwa hili limejirudia, tunakuja kulifuta folder hili hapa. Kwa unakuja kutoa. Kwa hiyo halikadhalika hivyo kama
yalojirudia ni mafaili, unakuja kuyatoa mafaili ambayo yamejirudia, ila uhakikishe faili ambalo umelitengeneza ndilo ambalo linabakia. Kwa tunakuja kutoa hapa. Hii ndio njia nyepesi ya kuweza kuondoa error. Kwa tunakuja kutoa hili limejirudia mwenzio huyu hapa juu. Tunakuja icon launcher round. Kwa tuangalie hii hapa, je ipo? Hapana, hii kuna launcher, hii round, hii background. Kwa haijajirudia. Kwa ufupi hamna kilichojirudia. Tumeshamaliza hapo, tunakuja kufunga, tunakwenda kutengeneza APK ili tuone je icon yetu ibadilika. Tunakuja hapa. Kumbuka icon yetu ni hii hapa. Wacha nikuoneshe tena kwa mara nyingine. Hii ndio icon yetu. Itakuwa hivyo kama unavyoona hapo. Hiyo ndio icon yetu. Kwa hiyo je imebadilika ikubadilika? Tunakuja hapa kwenye build, usisahau unakuja kwenye build APK, tunatengeneza APK. APK ni nini? APK ni faili ambalo unaweza sasa kulishare na mwenzio afu akainstall kwa simu yake, ama ukashare kwa simu yako ukainstall kwa simu yako. Yani hii ndio application ambayo inakwenda kwenye Play Store. Kama una upload kwenye Play Store, una share pale Play Store, watu watakuwa download. Kwa hiyo wana download APK. Kwa hiyo kwa kuwa ukidownload kutoka kwa Play Store inajiinstall moja kwa moja kwa simu, lakini katika hali ya kawaida utaishare, ukishare unainstall kwa njia ya kwa mwenyewe manyo. Kwa hiyo ndio APK. Sasa wakati huo tunasubiria APK yetu iload, tunakuja hapa. Bahati mbaya hii application yetu hapa haipo, lakini ingekuepo ningekuonyesha icon yake ya zamani. Kwa hiyo tusubirie application yetu imalizie kuload hapo, tuone je icon yetu imebadilika ama haikubadilika. Wakati huo tunasubiri application yetu iweze kutumalizia kazi yetu hapa, tunaweza kudokeza vitu vichache. Usahau kwamba Android Studio ipo imegawanyika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ndio hii hapa manifest. Hapa ndipo ambapo unakuja kuita activities, unakuja kuita permission. Permission ni ruhusa. Je, application inahitaji ruhusa gani kutoka kwenye simu, unakuja kuziita hapa. Hapa ndio ambapo pia panaonesha permission zote. Pia hapa ndio ambapo panakuja kuonesha kwamba je launcher gani inakuwa inatumia. Kama utakavyoona hapa yenyewe isha load launcher ni hii hapa. Itakayotumia icon yake ndio hii hapa. Icon round itatumia ni hii hapa. Lakini activities mpaka sasa ziko mbili, kuna activities hii na kuna activities hii. Activities ya kwanza inaitwa hapa name, inaitwa main activities. Activities nyingine hapa inaitwa bongo class. Activities zenyewe ni hizi hapa, zipo kwenye Java hapa. Java nini? Java ndio language ndio lugha ya kikompyuta ambayo tunatumia kutengeneza application yetu. Kwa hiyo ndani ya Java hapa ndio unakuja kodi ambazo zinaendesha hii application. Kwa hii application inaendeshwa na kodi hizi. Kwa hiyo kuna activities ya kwanza na kuna activities ya pili. Activity ni shughuli. Kwa shughuli ambazo zinafanyika kuna hii ya kwanza na ya pili. Shughuli ya kwanza, hii activity ya kwanza imeitwa main activity, lakini activity ya pili imeitwa bongo class. Kwa hiyo tayari application yetu imeshatengenezwa hapa. Ngoja tuangalie je tumeweza kuchange. Tuna locate hapa APK, tunalitafuta kwenye folder ambapo ilipo. Ni hii hapa. Unachofanya unaicopy pale APK, right click copy. Ukisha copy unakuja kwenye desktop hapa au popote pale na kuja kupaste. Nimesha paste na kuja kwenye core player hapa na kuja kuload APK yangu ambayo nimeweka kwenye desktop pale. Kwa na load hapa na kuja kwa desktop, shakuja hapa ndio hii hapa na kuja kuload hivi. Nikisha load nasubiri software imalize, tayari imesha load na icon yetu hii hapa. Kwa hiyo iconi zimekubali kubadilika. Kwa ufupi hivi ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha icon iwe image, icon iwe text, iwe clip art na namna nyingine. Kwa hiyo hao ndo mwisho wa somo letu la leo. Subscribe kwa channel yetu ili uendelee kupata muendelezo wa somo hili katika kipindi kijacho. Asante.